Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Karibu Kasako Media. Nani anayeongoza Iran? Ndiyo moja ya swali kubwa kwa sasa inayoendelea ulimwenguni. Imeripotiwa na TNND kwamba haikuwa na ubishi ni nani alianzisha ufyatuaji risasi nchini Iran kabla ya vita kuanza. Alikuwa Ayatollah Ali Khamenei. Lakini picha ya uongozi imegawanyika tangu kiongozi huyo mkuu wa zamani alipouawa katika shambulio la anga mwishoni mwa Februari. Sasa, wataalamu kuhusu Iran wanasema maamuzi yanafanywa na mkusanyiko wa maafisa wa ngazi ya juu. Hakuja kuwa na mabadiliko yoyote ya utawala, alisema Hussein Banai, mtaalamu wa Iran na profesa msaidizi wa masomo ya kimataifa katika chuo kikuu cha Indiana. Ni utawala ule ule, alisema, bila shaka una sauti mpya, nyuso mpya ambazo zimeinuliwa kwa sababu zile zilizotangulia zimeuawa. Lakini hakuna muundo au kini kipya katika utawala huu. Na kikosi cha ulinzi wa mapinduzi wa Kiislamu ambacho tayari kina nguvu, kinaonekana kuwa na ushawishi mkubwa. Mwanadiplomasia mkongwe na mtaalamu wa masuala ya kigeni Gordon Gray alisema, IRGC ina ukiritimba wa nguvu nchini. IRGC ina nguvu ya usalama na kiuchumi ndani ya Iran, na Gray alisema inaonekana hakuna udhibiti uliobaki na wa nguvu yake. Muundo wa Iran umekuwa haueleweki kila wakati, lakini haswa sasa kwa kuwa viongozi wengi wameuawa. Labda kuna watu wengi ambao hatuwajui, alisema Gray, balozi wa zamani wa Marekani nchini Tunisia ambaye sasa anafundisha katika shule la masuala ya kimataifa ya Elliott katika chuo kikuu cha George Washington. Baraza la wataalamu la Iran lenye wanachama 88 lilimchagua Mojtaba Khamenei kama kiongozi mkuu mpya kufuatia kifo cha baba yake, lakini Mojtaba Khamenei kwa ujumla alijeruhiwa vibaya katika shambulio lile lililochukua maisha ya baba yake, na amebaki mbali na umma tangu baraza la makasisi la Iran lilipomchagua kuwa kiongozi mpya. Katika nyakati za kawaida, mifumo ya kisiasa, kijeshi na kimahakama Iran inatawaliwa na kiongozi mkuu. Gray alisema kiongozi mkuu alilazimika kusawazisha vituo vyote vya nguvu ndani ya nchi, lakini yeye ndiye alikuwa mtu wa mwisho kufanya maamuzi. Banai alisema inaonekana kiongozi mkuu mpya Mojtaba Khamenei amekuwa akikabidhi mamlaka kwa kundi la watu linaloundwa na IRGC, mahakama na bunge. Gray na Banai wote walisema hakuna mtu hata mmoja alijitokeza kupigana vita hivi sasa nchini Iran. Banai alisema kuna maslahi yanayoshindana miongoni mwa wachezaji wenye nguvu nchini Iran, lakini wana umoja wa kusudi katika kuhifadhi utawala. Gazeti la New York Times hivi karibuni liliripoti kwamba Mojtaba Khamenei alipata majeraha makubwa usoni na midomoni mwake ambayo yamefanya kuzungumza kuwa vigumu, pamoja na kile kilichoonekana kuwa majeraha makubwa ya mguu na mkono katika shambulio la anga. Basi kwa kupata mengi zaidi, jiunge na Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.